Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu ya Mlima Moria, kwa jinsi anavyotenda matendo ya ajabu, kwa jinsi anavyoponya watu. Na pia napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kibali alichoachilia kwa mtumishi Gideon mpaka tukapata chaneli hii ya Gideon Online TV. Ni neema ya ajabu sana. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya mama mtumishi na kwa ajili ya wachungaji wote na kwa ajili yenu ninyi mliofika mahali hapa. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya watangazaji wa Gideon Online TV. Ni neema ya ajabu Mungu ameachilia juu yenu, mnajitoa kwa ajili ya watu wapate kusikiliza na kuona matendo makuu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, ninasema ni asante kwa neema ulioachilia juu yangu, kwa kunipa tena kibali cha kusimama madhabahuni kwako Bwana. Sio kwa uweza wangu, sio kwa mamlaka yangu, bali ni wewe umenichagua. Ninasema ni asante, maana wako wengi ambao Bwana walitamani kuiona siku hii na kufanya kazi kama hii, lakini Bwana wewe imekupendeza wewe mimi kuwepo hapa leo, na kila mmoja aliyokuja mahali hapa umempa neema ya kuja mahali hapa, sio kwa uwezo wake. Tunakushukuru na kukurudishia sifa na utukufu, heshima na adhamani zako wewe. Tunakushukuru kwa ajili hata ya baraka za mvua ulizoachilia juu yetu Bwana. Tunasema ni asante, maana Mungu wewe ndiye unayetuongoza na kutupa kila neema yako itokayo kwako. Tunasema ni asante kwa sababu Bwana wako wengi ambao hawataki kutuona tukiwa mahali hapa au channel hii ikisonga mbele, lakini Baba, mkono wako umekuwa juu yetu mpaka leo hii. Tunaona maendeleo ya Gideon Online TV, tunaona watu wakipokea uponyaji, tunaona watu wakifunguliwa. Ni neema ya ajabu Bwana. Tunakushukuru mfalme wa amani. Bwana, majira haya na saa hii tunakwenda kinyume na nguvu zote za yule mwovu shetani. Tunaharibu kila mipango iliyopangwa kinyume na mapenzi yako. Tunaenda kinyume na nguvu za giza. Tunaharibu na kuteketeza kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, tunakusihi na kukuomba uachilie Roho wako Mtakatifu ashuke mahali hapa, atufundishe na kutuongoza katika kipindi hiki. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa neema hii. Nilioko mbele yenu ni mhudumu wa madhabahu ya Mlima Moria. Kwa majina naitwa Martha Peter Masao. Leo hii na ujumbe unaosema laana katika ardhi, sehemu ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ardhi ikilaaniwa kwa ajili yako, hutapata mafanikio yoyote, kwa sababu ardhi ina masikio. Ikitamkiwa jambo inatimiza. Ardhi ina faili lako na inatunza kumbukumbu. Bwana Yesu asifiwe. Ardhi ikitamkiwa usifanikiwe, hutafanikiwa. Hata ukiondoka katika mkoa huu ukienda mkoa mwingine, ardhi inavuta zile kumbukumbu, inaanza kukushambulia. Bwana Yesu asifiwe. Kila neno lililotamkiwa kwenye ardhi halitakufa pasipo damu ya Yesu. Halitabatilika pasipo damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ziko laana ambazo zimelaaniwa. Yako maneno ambayo ardhi imetamkiwa. Ndio maana tunapita katika magumu. Ndio maana tunapita katika magonjwa. Ndio maana hata tukipanda katika mashamba yetu hatuvuni. Kwa sababu Mungu aliilaani ardhi kwa sababu ya Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa kwanza kulaaniwa ni Adamu. Alilaaniwa kwa kutokumtii Mungu. Mungu alimwambia asile matunda ya mti wa katikati, lakini yeye hakutii ile sauti ya Mungu. Akadanganywa na mwanamke akala yale matunda. Ndio akapata hii laana. Fungua nami Mwanzo 3 mstari wa 17 mpaka wa 19. Kama una diary, andika mtu wa Mungu ili ujue jinsi ya kukomboa ardhi yako. Bwana Yesu asifiwe.
Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema, usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi, ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe tumetoka kwenye ardhi. Kwa hiyo ile ardhi ina ushirika na wewe. Wewe ni udongo na ardhi ni udongo. Kwa hiyo chochote itakachoambiwa lazima itekeleze. Tunaona hapa Mungu alimwambia Adamu, akamwambia ya kwamba ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Ndivyo ilivyokuwa mtu wa Mungu. Adamu angelijinyenyekesha mbele za Mungu, akatubu, yamkini Mungu angesamehe, yamkini Mungu angefuta hiyo laana. Lakini Adamu alijihesabia haki, akaona ni sawa tu. Ndivyo na sisi tunavyoonywa, tunapewa maonyo mbalimbali. Tunaambiwa hii ardhi haikufai. Toka hapo ulipo, wewe unang'ang'ana kukaa kwenye lile eneo. Unaambiwa ya kwamba hii biashara unakwenda kufungua sio pazuri, achana na hilo eneo. Wewe unang'ang'ana kwenda kufungua biashara katika lile eneo, na pasipo kujua uulize yule aliyekuambia. Yamkini ni Roho Mtakatifu amesema na wewe usifanye biashara katika ile eneo, kwa sababu ile ardhi ina laana, na wewe unaenda kufanya ile biashara, lazima itakufa. Unalima shamba, kila ukilima hauvuni, ile ardhi inakuwa imekuzalia michongoma, inakuwa haizalishi kutokana na ile laana iliyo katika ile ardhi. Siku ya leo tumelisikia neno la Mungu ya kwamba ardhi imelaaniwa kwa ajili yangu na kwa ajili yako, kwa sababu ya uovu tulioufanya, kwa ajili ya wale wazazi wetu. Mtu wa Mungu kabla ya kukosa, Adamu na Hawa walikuwa hawaoni kwamba wako uchi, walikuwa hawaoni aibu. Lakini baada ya lile likosa tu walivyofanya, wakaanza kujiona wako uchi, wakaanza kujificha. Ndivyo na sisi tunatenda maovu. Yale maovu yametusababisha tumekuwa na magonjwa, hatufanikiwi, tunapita kwenye adha mbalimbali. Michongoma, hiyo ni michongoma. Tunapita kwenye adha mbalimbali magumu, mazito, kwa sababu Mungu amesema ya kwamba tutakula kwa jasho. Hata tukipanda kitu hatutaweza kufanikiwa. Lakini siku ya leo tukitumia vizuri kuinenea ardhi, ardhi itaenda kutuzalia mema. Haitatuzalia mapooza, haitatuzalia miiba, haitatuzalia hasara, inaenda kutuzalia faida. Hata katika biashara yako hapo ulipo, nena na hiyo ardhi. Tukiingia kwenye maombi, isemeshe hiyo ardhi. Ardhi ina masikio, ardhi inasikia. Iambie ardhi, nimelisikia neno la Mungu ya kwamba umelaaniwa kwa ajili yangu. Leo natumia hii damu ya Yesu na kukomboa hii ardhi. Natoa hapo hiyo laana uliolaaniwa na wakuu wa ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Wako wachawi, wako waganga wameinenea. Wamesema ya kwamba mtu huyu akifanya biashara faida yake mwisho ni laki. Au wamesema ya kwamba mtu huyu akifanya biashara afilisike. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo ardhi imenenewa na ardhi imeshikilia. Hata uende wapi, pale utakapoenda, ardhi inafungua ile faili, wanaangalia huyu mtu alikuwa amenenewa nini alikotoka. Ardhi inaanza kukuzalia michongoma. Ardhi inaanza kukuletea magonjwa. Ile laana inatembea na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya yote tuingie kwenye rehema.
Tuombe rehema kwa ajili ya ardhi zetu, kwa ajili ya boma letu, hapo mahali ulikozaliwa. Yamkini kuna laana ilinenewa pale, ambapo hiyo laana inatembea na wewe. Popote unapoenda inaenda na wewe. Haijalishi ulikuwa kwa wazazi wako, sasa hivi umeolewa, umeenda na ile laana kule ulikoolewa. Usipoisemesha ardhi iachilie baraka zako, iachilie hatua zako, hutaka ufanikiwe, mtu wa Mungu. Tuende mbele za Mungu, tuombe rehema. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama wanao tumelisikia neno lako Bwana, ya kwamba ardhi imelaaniwa kwa ajili yetu, kwa ajili ya uovu wa Adam na Eva. Ndio sababu umeilaani ardhi, na sisi tumerithi huo uovu. Bwana, tunakuja mbele zako Mungu, kwa damu ya Yesu Kristo ambayo ulimtoa mwanao Bwana, akaja akatukomboa, akafa msalabani kwa ajili yangu, akafa msalabani kwa ajili ya baba huyu na mama huyu, ili mimi na yeye tukombolewe, ili kutuondolea hii laana. Lakini Bwana, wako wachawi, wako waganga wanaotumia ardhi kwa ajili ya kutuangamiza. Baba, ninaomba rehema, ninaomba msamaha kwa ajili ya ardhi ya nyumbani kwetu, kwa ajili ya ardhi ya mahali ninapokaa, kwa ajili ya ardhi ya mahali hapa. Bwana, ninaomba rehema Bwana. Yamkini kuna agano lilifanyika katika ile ardhi. Yamkini Bwana, wamechimbia mairizi kwenye hiyo ardhi, wakafanya agano, wakanenea ile ardhi ikapokea. Baba, ninaomba rehema. Baba, ninaomba msamaha, ukategue mitego yote. Mungu, sikia kilio chetu Bwana, sikia kuomba kwetu Mungu, sikia toba yetu Bwana. Tunakuja kwa mioyo ya rehema, tunakuja kuomba rehema kwako kwa ajili ya ardhi ya nyumbani kwangu, kwa ajili ya ardhi ya nyumba ya baba huyu, kwa ajili ya pale alikozaliwa Mungu, maana kitovu chake kiliwekwa pale Bwana. Hatujui kilinenewa nini, hatujui wakuu wa ukoo walinena nini. Baba, tunaomba rehema kwa maneno yote yaliyonenewa katika ardhi, kwa maneno yote yaliyosemeshwa ardhi. Baba, tunaomba uturehemu. Baba, tunaomba utusamehe. Tuko wengine tulioenda kwa waganga sisi wenyewe, tukachukua hatua zetu kwenda kwa waganga, tukaenda kuleta uko laana, tukaleta maagano kule kwa waganga, tukayaeka kwenye ardhi zetu, tukayaeka pale ambapo Bwana, ardhi ikanena mabaya, ardhi ikaanza kusema mabaya kwa ajili yangu, kwa ajili ya watoto wangu, hakuna kufanikiwa. Mungu, ninaomba rehema. Mungu, ninaomba usamehe. Baba, sikia kuomba kwetu. Baba, sikia leo tumekuja kwa ajili ya ardhi ya nchi yetu ya Tanzania. Tunaomba rehema, tunaomba msamaha kwa lolote lile ambalo Bwana liko katika hii ardhi ambalo alikupendezi. Tunaomba ukaturehemu, tunaomba ukasamehe, tunaomba Bwana uachilie damu yako ikatakase ardhi ya nyumbani kwangu ikatakase, ardhi kwa nyumbani kwa baba huyu ikatakaswe, ardhi kwenye kazi ya baba huyu, kwenye kazi ya mama huyu, kwenye biashara yake, kwenye pale shuleni kwake. Naomba Bwana ukapata kase, maana Bwana tumekuomba rehema kwa ajili ya yale yote yaliyonenewa kwenye ardhi. Leo tumeomba rehema. Yesu, achilia damu yako sasa ikapite Mungu, ikakomboe hii ardhi, ikaitoe mikononi kwa wachawi, ikaitoe mikononi kwa mizimu, ili Bwana ikaweze kutuzalia mema, ikaweze kutuletea baraka, ikaweze kutuletea mafanikio, hata tukipanda Bwana tukapate kufanikiwa. Mungu tusamehe, Mungu tusamehe, maana tumeitumia hii ardhi vibaya, tumeitumia hii ardhi vibaya Bwana. Leo tunakuja Baba, utusamehe. Leo tunakuja Baba, uturehemu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunaomba ututakase sasa, tunaomba ukamtakase baba huyu, naomba ukamtakase mama huyu. Takasa nyumba zetu Bwana, takasa nyumba ya baba huyu, takasa nyumba ya mama huyu. Agano lolote aliloliweka yeye mwenyewe Bwana, achilia damu yako Yesu ikafute hilo agano, ikategue hilo agano. Yamkini hata mimi mwenyewe Bwana, kuna agano nilifanya, kuna maapizo nilifanya Baba. Leo nimeomba rehema, naomba damu yako sasa ikatukomboe na kutuweka huru. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Majira haya na saa hii ni kwenda kuteka ardhi. Tuteke ardhi, eneo tunalokaa, eneo unalofanyia biashara, eneo lolote lile ambalo upo, ili ukikanyaga pale ukapate baraka, kwa sababu neno la Mungu linasema kila mahali utakapokanyaga ni kwako. Hapawezi kuwa kwako kama hujapateka na kupatakasa kwa damu ya Yesu. Sasa tumepita na damu ya Yesu tukatakasa, tuteke sasa ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama majira haya na saa hii Bwana, niko na kusanyiko hili Mungu, tunaenda
popote pale ambapo Bwana wanafanya biashara. Yuko baba huyu, yuko mama huyu amefungua biashara. Mahali alikofungua biashara Bwana, ninapita hapo na damu ya Yesu. Napita na damu ya Yesu pale sokoni. Napita na damu ya Yesu pale kwenye duka lake. Napita na damu ya Yesu kwenye nyumba yake. Napita na damu ya Yesu pale mashuleni. Napita na hiyo damu ya Yesu. Ninakomboa hiyo ardhi kwa damu ya Yesu. Ninaikomboa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakomboa na batilisha kila uovu. Ninaikomboa hiyo ardhi mikononi mwa adui. Ninaikomboa mikononi mwa mizimu. Naikomboa kwa jina la Yesu. Nakomboa ardhi ya nyumbani kwetu. Nakomboa ardhi ya nyumbani kwangu. Nakomboa ardhi kazini kwa watoto wangu. Pale ambapo anafanyia kazi, nakomboa hiyo ardhi. Nakomboa hiyo ardhi. Nakomboa ardhi ya shuleni kwa watoto. Naikomboa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yamkini watoto wanapokanyaga ile ardhi wanapoteza fahamu zao. Siku ya leo Bwana, ninapita na damu yako. Ninakomboa hiyo ardhi. Nakomboa ardhi ya mashuleni. Nakomboa ardhi pale hospitali. Naikomboa Bwana. Yamkini mgonjwa ameenda pale, ugonjwa ukazidi, kumbe ni ardhi ina laana, imenenewa ya kwamba akifika pale apoteze maisha. Nami naenda na damu yako Yesu. Nakomboa ile ardhi. Naikomboa mikononi mwa ibilisi. Naikomboa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ewe ardhi, sikia. Siku ya leo tumelisikia neno la Mungu ya kwamba umelaaniwa kwa ajili yetu. Leo tunatoa hiyo laana. Yesu alikufa msalabani akaondoa laana zote. Leo tumepita na damu yake. Tumepita na damu yake. Huna mamlaka tena ya kumshikilia baba huyu. Huna mamlaka tena ya kushikilia mazao yetu. Tunakataa kwa jina la Yesu. Tunakataa kazi zote. Tunakataa maneno yote. Ardhi iliyonenewa, tunatoa damu ya Yesu. Tunafuta hayo maneno. Tunayafuta kwa jina la Yesu. Yamkini wewe ardhi ulinenewa ya kwamba nikipanda nisivune. Leo nimekuja na damu ya Yesu kwenye hili shamba langu. Ninafuta kwa jina la Yesu. Naenda na damu ya Yesu kwenye shamba la baba huyu. Nafuta kwa jina la Yesu. Nafuta hayo maneno. Ninayafuta kwenye ardhi. Ninayafuta kwenye hali ya hewa. Ninayafuta kwenye anga kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yamkini aliambiwa ya kwamba akikanyaga tu ofisini kwake, akikanyaga tu pale kazini kwake, ardhi uanze kunena mabaya juu yake, uanze kumdhalia mabaya kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninafuta na kutegua hiyo mitego. Ninaitegua mitego yote iliyowekwa kwenye ardhi kwa ajili ya kazi ya baba huyu, kwa ajili ya kazi ya mama huyu. Naitegua kwa jina la Yesu. Ninaitegua kwa damu ya Yesu. Hakuna kitakachonena tena. Wewe ardhi, sikia. Nimeachilia damu ya Yesu leo. Nimeachilia damu ya Yesu kwenye hiyo ardhi. Ardhi uende ukatuzalie mema. Ardhi uende ukatuzalie mema. Kuanzia sasa ardhi, sikia. Kuanzia sasa ardhi, sikia. Wewe una masikio. Hutanizalia tena mabaya. Hutamzalia baba huyu mabaya. Hutamzalia mama huyu mabaya. Unaenda kumzalia mafanikio. Unaenda kumzalia mafanikio. Unaenda kuondoa laana zote. Tumeziondoa hizo laana kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa tunakubariki wewe ardhi. Na ibariki ardhi ya nyumbani kwangu. Na ibariki ardhi ya mama huyu. Na ibariki ardhi ya baba huyu. Na ibariki ardhi ya kijana huyu. Kuanzia sasa ardhi utamzalia mema. Utaenda kumzalia mema. Akipanda atavuna. Akipanda atavuna. Akikanyaga baraka zitamjilia, kwa sababu neno la Mungu limesema kila tutakapokanyaga ni kwetu. Na majira haya na saa hii tunapokea huo unabii ambapo neno la Mungu linasema tunabarikiwa mjini, tutabarikiwa mashambani. Kuanzia sasa tutakacholima tutavuna. Mungu anaenda kuachilia baraka. Wewe mchawi, sikia. Unayezuia mafanikio, unayezuia baba huyu asivune, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninakuondoa kwenye hilo shamba lake. Ninakuondoa kwenye hiyo mifugo yake. Ninakuondoa hapo kazini kwake. Ninakuondoa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikanene mema kinyume na mabaya yote. Damu ya Yesu ikanene mema kinyume na mabaya yote. Hakuna mtu yeyote atakayeweza kuigusa tena ardhi yangu. Hakuna mtu atakayeweza kugusa ardhi ya baba huyu. Hakuna mtu atakayeweza kugusa ardhi ya kijana huyu. Nimeiteka hiyo ardhi kwa damu ya Yesu. Nimeiteka kwa damu ya Yesu. Baba, sikia kuomba kwetu. Ulisema lolote tutakaloliomba Bwana kwa jina lako utasikia na utayapewa na baba yako wa mbinguni. Nasi tumeomba ardhi yetu Bwana ikatuzalie mema kuanzia sasa. Ikatuzalie mafanikio kuanzia sasa. Hakuna tena laana.
Hakuna magonjwa tena ya Kimisri. Yamkini ilinenewa ikaambiwa ya kwamba mtu huyo akifikisha miaka 40 aanze kuumwa na kansa, aanze kuumwa vidonda vya tumbo, aanze kuumwa ukimwi, aanze kuumwa sukari. Kuanzia sasa Bwana, nimetegua hilo tego, nimetegua hayo maneno, nimefuta hayo maneno. Kuanzia sasa ardhi sikia, utamzalia uponyaji. Kila atakachokifanya kikae baraka kwake, baraka akazipate, baraka akazione, uponyaji akauone, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, tunakushukuru. Baba, tunasema ni asante kwa kuwa Bwana, ardhi inaenda kutuzalia mema. Ardhi inaenda kutuzalia mema. Kama ilikuwa inatuzalia michongoma, kuanzia sasa itatuzalia baraka, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu kwa kuwa amesikia kuomba kwetu. Amesikia maombi yetu. Kama umeomba kutoka ndani ya moyo, umetubu kutoka ndani ya moyo, sasa hivi ukienda shambani utavuna, ukienda kazini utaonekana kwamba ni mfanyakazi bora. Ulikuwa unadharauliwa, sasa hivi utadharauliwa tena, kwa sababu laana zote zimeondoka. Damu ya Yesu imeondoa laana. Bwana Yesu asifiwe. Tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama mimi nakuja mbele zako na kijana huyu na baba huyu na mama huyu. Bwana, tunakushukuru mfalme wa amani. Tunasema ni asante kwa kuwa damu yako Yesu imeenda kunena mema kinyume na mabaya yote. Tazama majira haya na saa hii Bwana, damu yako imepita ikatakasa ardhi zetu. Damu yako imepita ikatakasa kazi yetu. Damu yako imepita ikatakasa mashamba yetu, ikatakasa kila mmoja Bwana. Baba, tunaomba hiyo damu ikatupatanishe na hiyo ardhi. Tunaomba kupatana na hiyo ardhi, maana nasi tumetoka kwenye ardhi. Mimi ni udongo na ardhi ni udongo, tunajipatanisha nayo Bwana. Baba, ninakushukuru kwa kuwa ulivyonitoa katika udongo, umesema nitarudi katika udongo, nami najipatanisha na huo udongo Bwana, ili hata nikaweze kula mema ya nchi, kwa sababu nimekula kwa shida kwa uovu niliokuwa nao. Nami nimekuja mbele zako kutubu, ukanisamehe. Nami ninakushukuru kwa kuwa umenisamehe. Nitaenda kuona matunda yangu, nitaenda kuona baraka zangu, nitaenda kuona mafanikio yangu. Baba huyu na baba huyu wanakushukuru wakisema ni asante kwa kuwa Bwana umeenda kufungua malango yao yaliyokuwa imefungwa kwa sababu ya maneno yaliyonenewa kwenye ardhi. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, ninamshukuru sana Mungu kwa ajili yako na kwa ajili ya wewe ambaye uko njiani, umeacha safari zako ukawa unasikiliza kipindi hiki. Mtu wa Mungu, ardhi, endelea kuikomboa ardhi yako ya pale nyumbani. Endelea kuikomboa kwa damu ya Yesu. Endelea kuitamkia maneno. Unavyotoka ukienda kazini, itamkie baraka. Iambie ardhi, wewe ninakutamkia baraka. Laana imeondolewa. Yesu alivyokufa pale msalabani ameondoka na laana. Kuanzia sasa wewe ardhi utanizalia mema. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuwakaribisha wale wote ambao wanasikiliza channel ya Gideon Online TV. Tunawakaribisha sana katika madhabahu ya Mlima Moria. Karibuni sana. Msibaki kuwatizama au kusikiliza tu kwenye vyombo, kwenye simu, kwenye vyombo vya habari. Hapana. Fika katika madhabahu ya Mlima Moria ili ukutane na mkono wa Mungu, ili ukutane na mpakwa mafuta wa Bwana. Atakuondolea tatizo lako. Yamkini kama shamba lako lilikuwa linakuzalia mapooza, utakapofika katika madhabahu ya Mlima Moria, yamkini mtumishi wa Mungu atakupa mbinu ya kufanya katika ile ardhi. Utaanza kuvuna, utaanza kuona mazao. Karibu madhabahu ya Mlima Moria. Ukitaka kuja, unayetokea mjini, unapanda IC zinazoenda maili 6 au Boma au Sanyajuu au Kosta za Arusha. Unafika kituo kinaitwa Mashine, unashuka, unarudi nyuma kidogo, unaona bango limeandikwa Mlima Moria. Ukielekea na hiyo barabara moja kwa moja utafika madhabahuni. Wale wanaotokea Arusha wanapanda gari linaloenda stendi ya Moshi. Unashuka kituo cha Mashine. Ukishuka kituo cha Mashine, unasogea mbele kidogo, unaona bango letu liko pale.
na utakutana na mkono wa Bwana. Karibuni sana, kuna mambo mengi ambayo Mungu anatenda katika madhabahu ya Mlima Moria, na shuhuda nyingi tunaziona katika chaneli yetu. Fuatilia vipindi vyetu, utaona matukio yanayofanyika katika Mlima Moria. Karibu sana sana sana. Pia napenda kuwaambia wale wanafamilia ambao mnachangia chaneli hii ili izidi kusonga mbele, namba za sadaka ziko chini. Unapoangalia unapofungua chaneli yetu pale kwa chini, utaona namba zinapita. Hizo namba ni kwa ajili ya sadaka na pia kwa ajili ya kumpigia mtumishi wa Mungu. Unamweleza shida yako, anakuombea kwa njia ya simu. Karibu sana, tunawapenda. Amen.